Kutangaza leo, namshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu, namshukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Neno limeombewa na nashukuru Mungu kwa sababu ya mchungaji Isaac. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, na asante sana kwa kazi njema mnayoifanya kwa sababu ya taifa letu la Kenya, kwa sababu ya ulimwengu huu, na kwa sababu ya watoto wa Mungu, ya kwamba wakaweze kufikiria nuru, wakaweze kufikiria toba, ili ya kwamba wakaweze kuona ufalme wa mbinguni. Maana haya ndiyo makusudi ya Mungu, haya ndiyo makusudi ya Mungu. Tunapoangalia katika kitabu cha Yohana mlango wa 6, Biblia inatuambia kwamba na haya ndiyo makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu kwa sababu gani? Makusudi ya Mungu ili ya kwamba wote wamwaminie bali wasipotee. Na tumwamini katika yeye aliyetumwa. Na ni nani ambaye aliyetumwa? Ni Yesu Kristo aliyetumwa ili ya kwamba tukaweze kuokoka, tukaweze kuokolewa. Nataka kuongea kuhusu kukua katika imani. Huo ndio ujumbe ambao nataka tunene asubuhi ya leo, na naamini ya kwamba Mungu wa mbinguni anaenda kutubariki kukua katika imani. Maana Wakristo ndiposa wakaweze kusimama wakati wa changamoto, Wakristo ndiposa waweze kusimama wakati wa mazito, lazima wawe wamekaa katika neno, wawe wamefundishwa neno, wawe wanaomba neno, wawe wanaongea neno, wawe wanalala neno. Hapo ndipo wakati changamoto zitakapokuwa zinainuka, hapo ndipo wakati majaribu itakapokuwa inawasonga, Biblia inatuhakikishia ya kwamba watakuwa na nguvu, watakuwa na uwezo. Kwa hivyo imani ni nguvu ambazo zinatusaidia sisi kushinda majaribu. Faith is the power of overcoming all the challenges. Imani ni nguvu za kutusaidia sisi kuweza kushinda majaribu. Na ndiposa ukaweze kuwa na imani, Biblia inaanza katika kitabu cha Warumi 10:17. Biblia inasema kwamba basi imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo asubuhi leo nataka niseme katika maisha yetu ya kwamba wakati unakaa ukisikia neno la Mungu, wakati unafuatilia neno la Mungu, wakati unasoma neno la Mungu, hapo ndipo unachengeka kiimani. Hapo ndipo wakati unakuwa na imani. Wakati majaribu yanakuja, unajua ya kwamba imeandikwa, unajua ya kwamba imenenwa, ya kwamba yule aliyesaliwa na Roho, yeye ako na nguvu ya kushinda ulimwengu. Wapendwa, hatuwezi tukashinda majaribu kama hatujui neno. Hatuwezi tukashinda majaribu kama hatujui ni nini ambayo imeandikwa juu yetu. Kwa hivyo nanena kuhusu kukua katika neno. Wapendwa, ndiposa mtoto akakue vizuri, ndiposa mtoto akakue mwenye afya, lazima alishwe vizuri, lazima aweze kupatiwa chakula ambacho kimeandaliwa vyema, kiko na madini yote katika mwili wake. So sisi kama Wakristo, sisi ni watoto. Watoto kwa sababu gani? Tumesaliwa na Mungu, tumesaliwa na Roho. Na kama tumesaliwa na Roho, basi inatubidi tule chakula kinachopaswa Roho, tule chakula ambacho kinachotokana na nguvu za rohoni. Kwa hiyo asubuhi leo, mahala popote ulipo, nataka kutangaza nguvu za Mungu katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba kilichosaliwa na Roho kiko na uwezo wa kushinda majaribu, kiko na uwezo wa kushinda changamoto. Kwa sababu gani kiko na uwezo wa kushinda changamoto? Kiko na uwezo wa kushinda changamoto kwa sababu kinaelewa ya kwamba ni nguvu za Mungu ndizo ambazo zinatusaidia sisi kushinda. Nataka niseme hivi asubuhi leo, wapendwa, katika jina la Yesu Kristo. Wakati tumekaa kwa neno, wakati tumelelewa kwa neno, wakati tunatembea kwa neno, elewa ya kwamba the Bible says that we walk not by sight but we walk by faith. Kwa hivyo ni nini ambayo unaamini asubuhi leo? Wewe ambayo uko katika hali nzito asubuhi leo, wewe ambayo uko katika changamoto asubuhi leo, ni nini ambacho unaamini? Nataka nikwambia asubuhi leo, amini katika neno, amini katika Kristo.
Amini katika uwezo wa msalaba. Amini katika kazi ambayo alitenda msalabani. Wakati imani yetu inachengeka katika msalaba, wakati imani tunaijenga katika neno, wakati tunakuwa tumeweka imani katika neno la Mungu, hapo ndipo imani yetu itaanza kukua. Maana inatuambia ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Ninaongelea kuhusu kukua katika imani. Maana wapendwa, Ukristo imejengwa kwa kuamini. Ukristo umejengwa kwa njia ya kuamini. Lazima tuamini ya kwamba tumetokana na neno. Lazima tuamini ya kwamba tumetokana na Mungu, maana Mungu ni neno, na kama Mungu ni neno, kwa hivyo sisi ni wazaliwa wa neno. Tumesaliwa kwa ajili ya kuamini. Tumesaliwa kwa ajili ya kuweza kupokea neno. Kwa hivyo asubuhi ya leo ndiposa tukachengeke. Asubuhi ya leo ndiposa tukasonge viwango vingine. Asubuhi ya leo ndiposa tukakuwe na afya ya kiroho. Asubuhi ya leo ndiposa tukaweza kushinda majaribu. Wapendwa, njia ya kushinda majaribu ni sisi kuweza kuelewa neno linazungumza nini. Ni sisi kuweza kuelewa neno linasema nini kwa maisha yetu. Ashukuriwe Mungu, maana ametuahidia. Tunapopita katika maji mengi, tunapopita katika majaribu, kuna kitu ambacho wapendwa, kuna kitu ambacho Daudi anatuambia asubuhi ya leo. Daudi anaongea kuhusu sisi kuweza kuwa katika hali nzito. Licha tuko katika hali nzito, yeye ametuhakikishia, Mungu ametuhakikishia ya kwamba katika Zaburi mlango wa 23 mstari wake ni wa 4, hata kama tunapopita katika maji mengi, tunapopita katika giza kuu, tunapopita katika uponde wa uvuli wa mauti, tumehakikishiwa ya kwamba hatuko peke yetu. Tumehakikishiwa ya kwamba Bwana ako pamoja na sisi. Kwa nini Mungu ako na sisi? Ako na sisi kwa sababu ni yeye ambaye anayetuwezesha, ni yeye ambaye anayetutia nguvu, ni yeye ambaye anatuwezesha sisi kuweza kushinda changamoto zote za maisha yetu. Anasema ya kwamba ataruhusu malaika wake ya kwamba kwenda mbele yetu. Hadi katika Kutoka mlango wa 14 mstari wa 13, Mungu anamwambia Musa aambie watu wa Israeli ya kwamba wasiokope. Wapendwa, njia moja ya kuweza kuepuka uoga, njia moja ya kuweza kushinda nguvu za uoga ni sisi kuweza kujua neno. Na wakati tumejua neno, wakati tunaelewa neno, hapo ndipo tunakuwa na misuli. Hapo ndipo tunakuwa na mizizi ya kuweza kusimama wakati wa mawimbi, wa kuweza kusimama wakati wa changamoto. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja kukutia moyo, mtoto wa Mungu. Ya hali ambayo unaiona, nataka uweze kuinua imani yako. Yale matatizo ambayo unayaona, naomba ukaweza kuinua imani yako. Maana kuna wale ambao waliotutangulia walikuwa kwenye sehemu moja kama ambayo tuko ndani, lakini kwa sababu waliweza kumwamini Mungu, kwa sababu waliweza kumwangalia Mungu, waliweka tumaini lao kwa Mungu, waliweza kumwangalia Bwana, na wakati walimwangalia Bwana, Biblia inasema ya kwamba waliweza kupokea nguvu, waliweza kupokea imani. Kwa hivyo imani inakuja kwa sababu ya kuweza kuamini neno. Biblia inasema ya kwamba pasipo imani haiwezekani mtu kumpendeza Mungu. Pasipo imani, wapendwa, ni vigumu sisi kuweza kumpendeza Mungu. Lakini andiko linatutia moyo asubuhi ya leo ya kwamba pasipo imani haiwezekani mtu kumpendeza Mungu. So lazima ufanyie kazi imani yako. Lazima ufanyie kazi imani yako. Anza kukaa katika neno. Wapendwa, imani inashughulikiwa ndiposa ikaweza kuleta matunda, ndiposa ikaweza kuleta mazao. Imani lazima ishughulikiwe. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, ninakuombea wapendwa ufahamu. Ninakuombea nguvu ya kuweza kukufungua macho yako, moyo wako ukaweza kufunguka,
Kama vile mtoto anahitaji chakula ndiposa akaweze kukua, sisi ambao tumeokoka, sisi ambao hatujaokoka, ndiposa ukaweze kusaliwa tena, ndiposa ukaweze kuchengeka tena, ndiposa ukaweze kuona nuru. Unahitaji kusikia hili neno la uzima, unahitaji kusikia hili neno la msamaha, ya kwamba Yesu anakupenda, ya kwamba Yesu anakujali, ya kwamba Yesu ni nguvu ya ushindi, ya kwamba Yesu ni daraja ya kuvuka katika njia ya kuvuka kutoka katika uharibifu kuingia katika usalama. Yesu ni njia peke yake ya kuweza kuepuka mauti, wapendwa, maana wote ambao wamemwaminia hawataweza kuangamia, bali watakuwa na uzima wa milele. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, kuna kitu ambacho Zaburi anatuambia asubuhi ya leo. Naam, nichapopita kati ya ponde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Ndiposa ukaweza kusimama wakati wa ubaya, ndiposa ukaweza kustahimili changamoto ambazo unasiona. Haimaanishi majaribu haitakuwa, haimaanishi changamoto hautasiona, utasiona. Lakini njia gani ambayo itaweza kukusaidia wewe kuweza kuepuka? Ni kwa sababu umesikia neno, ni kwa sababu unamjua Mungu, ni kwa sababu umekutana na neno la Bwana ambalo linakuambia ya kwamba wewe ni kichwa si mkia, ya kwamba wewe ni wa kwanza si wa mwisho. Kwa hivyo wapendwa, kuna hali ambayo unaweza kuwa unapitia, na hiyo hali ndiposa ukaweza kuishinda, lazima uwe unaliamini neno. Maana imani lazima ishughulikiwe. Yule ambaye ako na mwana, waraka wa kwanza wa Yohana 5:12, waraka wa kwanza wa Yohana 5:12, andiko nasema kwamba yule ambaye ako na mwana ako na uzima. Je, unaamini katika mwana? Maana usipoamini katika mwana hauna uzima. So uzima wetu uko ndani ya mwana, uzima wetu uko katika mwana. Wote ambao wameamini katika mwana, wao wamepokea uzima. Na kutangazia asubuhi ya leo wapendwa, wewe ambaye uko katika hali moja ama nyingine, anza kuamini katika neno. Tunapoamini katika neno, tunaweza kujengeka katika imani. Tunapojengeka katika imani, tunavushwa kutoka katika hali ya uharibifu, tunaingia katika hali ya matumaini. Wacha neema ya Mungu ikakuangukia asubuhi ya leo. Wacha kibali cha Bwana kikakuangukia asubuhi ya leo. Yale ambayo unayaona sio kitu wapendwa, wewe ni mshindi katika Bwana. Yale ambayo unakumbana nayo si kitu, maana neema ya Bwana iko juu ya maisha yako. Mkono wa Bwana uko katika maisha yako, ili ya kwamba ukaweza kushinda hali yote ambayo unayoipitia katika jina la Yesu Kristo. Maana kilichosaliwa na Roho, kilichotokana na Mungu, kiko na uwezo, kiko na nguvu ya kuweza kushinda ulimwengu. So tutashinda majaribu, tutashinda ulimwengu. Kwa sababu gani tushinda ulimwengu? Maana tunajua ya kwamba imeandikwa sisi ni wana wa Mungu. Kama wote walivyompokea Kristo, aliwapatia uwezo na nguvu ya kufanyika wana. Wakati umepokea nguvu ya kufanyika mwana, hapo ndipo ulipokea nguvu ya kuweza kukusaidia wewe kuweza kushinda majaribu, kuweza kushinda ulimwengu. Neema ya Bwana ikuangukie katika jina la Yesu. Amani ya Bwana ikakuwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Hali ambayo unayoipitia si kitu wapendwa. Anza kushughulikia imani yako. Tunaposhughulikia imani yetu, tunaposhughulikia wapendwa imani yetu, tutakuwa katikati ya mawimbi lakini hatutaweza kuangamia. Tutakuwa katikati ya changamoto lakini Bwana anaweza kutusaidia. Tutakuwa katikati ya shida lakini Jehova anatupanguza machozi. Kwa sababu gani? Tunajua ya kwamba kilichosaliwa na Roho, kinachotokana na Mungu wapendwa, kiko na nguvu ya kushinda majaribu, kiko na nguvu ya kushinda ulimwengu, kwa sababu kina imani wapendwa. Kwa hivyo wapendwa, ndipo tukashinda ulimwengu, lazima tuanze kuamini katika Mungu. Lazima tuanze kuamini katika Mungu. Bwana wa majeshi wapendwa anatupenda. Kristo anatupenda kuliko kitu kingine.
Yeye amepeana njia wapendwa peke yake ya kuweza kushinda ulimwengu. Njia pekee ya kuweza kushinda dunia ni sisi kwanza kuamini katika neno. Mambo yote ambayo tunayafanya, hali yote ambayo tunakumbana nayo, suluhisho iko kwa sababu gani? Tunaamini katika Kristo. Tunapoamini katika Kristo, tunapokea nguvu ya kufanyika wana. Tunapopokea nguvu ya kufanyika wana, Baba anaanza kushughulika na maisha yetu. Hakuna mtu ambaye ameenda kotini akaenda kujitetea peke yake mbele ya jaji. Kristo amesimama kwenye pengo kwa ajili ya maisha yetu. Je, asubuhi ya leo unamwamini? Asubuhi ya leo unamjua? Hauwezi enda kwa benki ukaitisha loan kama hauna akaunti na wao. Ndiposa benki ikushughulikie, lazima uwe umeweza kujitambulisha na wao. Ndiposa ya kwamba tupokee nguvu ya kusimama wakati wa changamoto, tupokee nguvu ya kusimama wakati wa majaribu. Lazima tuwe tumefungua akaunti yetu na Mungu. Na akaunti yetu na Mungu, wapendwa, tunaifungua namna gani? Wakati tunamkiri yeye ni Bwana, tukaamini katika mioyo zetu. Tunapoamini katika mioyo zetu ya kwamba alikuja duniani, wapendwa, akateseka kwa ajili yetu, anatupatia nguvu, anatupatia uwezo ya sisi kwanza kusimama na kuweza kustahimili majaribu. Wacha Mungu, wapendwa, akufungue macho ya rohoni, ukachue chakula gani ambacho unahitaji kukikula wakati katika maisha ya Ukristo. Maana andiko linasema ya kwamba Bwana ataenda mbele zetu. Unaweza kuwa uko katikati ya mawimbi, unaweza kuwa uko katikati ya changamoto, lakini je, ni nini ambacho unakielewa? Kumbukumbu la Torati mlango wa 31 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba naye Mungu ataenda mbele yetu kutuandalia njia, kumaanisha kwamba hatuko peke yetu. Leo hii unaweza kuwa katika hali, wapendwa, nataka nikwambia kwamba hauko peke yako. Neema ya Bwana iko juu ya maisha yako. Nguvu za Masia ziko pamoja na wewe. Ndiposa Musa anasema ya kwamba nikienda peke yangu nitashindwa, tukienda peke yetu tutashindwa. Musa alijua, akaweka imani yake kwa Mungu, na akawa anaambia watu ya kwamba wakaweza kuweka imani yao kwa Mungu. Wanapoweka tumaini lao kwa Bwana, wakati mawimbi itakuja, wakati turuba itakuja, hawataweza kukarikika, hawataweza kuangamia, kwa sababu wanaamini katika Jehova, wanaamini katika Mungu. Wapendwa, ni vizuri wewe asibia leo kuweka tumaini lako kwa Bwana. Wengine wanaamini katika farasi ya moto, wengine wanaamini katika magari ya moto, lakini sisi ambao tumeitwa na Bwana tunalo jina, wapendwa, ambao tunaliaminia. Sasa leo, wapendwa, si unaamini kwa nini? Wengine wanaaminia fedha zao, wengine wanaaminia waume zao, wengine wanaaminia kazi zao, wengine wanaaminia marafiki. Wapendwa, nataka niseme kwamba asibia leo saa imefika ya kwamba tukabadilisha mtazamo, tuinue macho yetu, wapendwa, tuanze kuangalia msalaba. Tuinue macho yetu, wapendwa, tumwangalie Kristo. Maana tunapomwangalia Kristo, wapendwa, majaribu yatakuja, mawimbi yatakuja, changamoto zitakuja, lakini inapokuja, wapendwa, tumehakikishiwa ya kwamba Kristo ataweza kutuokoa, Kristo ataweza kutuinua. Wakati majaribu yanatusonga kama mafuriko, wakati majaribu yanatusonga kama mafuriko, tunalo tumaini katika Bwana. Roho wa Bwana atatuinua viwango, Roho wa Bwana atatuweka katika viwango. Asubuhi leo na kuombea Mungu akuweke kiwango kingine, wapendwa. Asubuhi leo na kuombea Bwana ya kwamba akaweza kukuweka katika kiwango kingine, ndiposa ukaweza kushinda, ndiposa ukaweza kuokolewa, ndiposa ukaweza kushinda ulimwengu. Lazima Mungu akuweke katika kiwango cha kuweza kumwamini yeye asubuhi leo.
Warumi anatuambia ya kwamba mlango wa 10 mstari wa 17, imani huja kwa kusikia na kusikia neno. Je, ni nini ambayo unaisikia wapendo wakati uko peke yako? Ni nini ambacho umehubiriwa? Imani inahitaji kushughulikiwa. Imani inahitaji kuangaliwa. Je, maisha yetu ya Ukristo imeweza kuchengeka namna gani? Mtoto anakuwa vyema wakati anapokea chakula kizuri. Ni nini ambayo unapokea kama mtoto wa Mungu? Ni nini ambayo unakula cha rohoni ili ya kwamba imani yako ikachengeke? Shughulikia imani yako asubuhi ya leo. Anza kutafuta neno la ukweli wapendwa. Anza kutafuta kanisa ambalo linafundisha ukweli ili ya kwamba ukakae chini ya mchungaji atakaye kufundisha neno la kiungu ambalo wapendwa limejaa ukweli, ambalo limejawa nguvu, ndipoza ukaweza kushinda. Inategemea ni nini ambayo unakula. Nini ambayo unakula? Ni nini ambayo unakula? Je, utashinda namna gani ulimwengu? Utashinda namna gani majaribu wapendwa? Lazima uwe ya kwamba unakula neno ambalo la uzima. Lazima upokee neno ambalo la matumaini, maana Yesu anatuambia ya kwamba ako na sisi hadi mwisho wa dahari. Chenga imani yako katika neno la Mungu. Chenga imani yako katika neno la Mungu wapendwa. Tunapochenga imani yetu katika neno la Mungu, Timotheo anatuambia ya kwamba Mungu ametupatia uwezo, ametupatia roho ambayo sio ya uoga. Roho ambayo sio ya uoga. God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of sound understanding. Mungu ametupatia roho si ya uoga. Ndiposa roho ya uoga ikuondoke, unahitaji kujua neno. Ndiposa neno uoga ikuondoke, njia peke yake ya kushinda uoga wapendwa ni wewe kuweza kulijua neno. Ni wewe kuweza kulielewa neno, ukaweza kujua Mungu anasema nini. Mungu anasema katika Timotheo wa pili mlango wa 1 mstari wa 7, hajatupatia roho ya uoga, bali roho ya nguvu, roho ya upendo, roho ya nguvu ya kuelewa. Ni nini ambayo unaelewa asubuhi ya leo? Maana kile ambacho shetani ameiba kwetu, andiko linasema ya kwamba katika Yohana 10:10, mwizi haji ila kuiba, kuharibu, kuangamiza. Lakini Yesu alikuja tukapokea nguvu ya kuweza kuelewa, tukapokea uwezo wa kukuwa na uzima. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, shetani ameiba ufahamu wetu. Shetani ameiba ufahamu ya watu wengi. Shetani amefunga watu akili zao, wasiweze kuelewa, wasiweze kujua. Wapendwa, hakuna mwizi anaweza akaingia kwenye nyumba ya mtu akaiba kitu ambacho si cha dhamana. Anapoingia katika nyumba ya mtu anatafuta nini ambacho ni cha dhamana. Hata mwenyewe anapotokelezea hataweza kuokopa, hata kuwa na nguvu. Nini ambayo ni ya dhamana katika maisha yetu ya Ukristo? Akili yetu ni ya dhamana sana katika maisha yetu ya Ukristo. Na hapa ndipo ambapo shetani ameiba. Shetani amekuja kuharibu akili zetu. Shetani alikuja kuharibu akili za wengi. Shetani alikuja akaiba akili za wengi. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, jenga imani yako katika neno wapendwa. Weka imani yako katika neno la Mungu. Wakati unamwaminia Mungu wapendwa, utaweza kujua nini ambacho Mungu anasema kwa ajili ya maisha yako. Utaweza kuelewa nguvu zinatoka wapi wapendwa. Utaweza kuelewa ushindi unatoka wapi. Hata kama mwizi ameingia, utaweza kumshinda kwa sababu uko na neno. Utaweza kushinda shetani kwa sababu ya neno wapendwa. Wengi wamepofushwa akili zao. Wengi wametekwa nyara akili zao. Na hapa ndipo shetani ametarget kanisa la Bwana.
Lakini wale ambao wako macho, wale ambao hawasinzii, wale ambao hawalali, wakati mpanzi alipanda neno akaenda usiku wa manane, adui aliingia akapanda mbegu mbaya. Adui aliingia karibu akili zao. Adui aliingia karibu imani yao. Imani ya wengi imeharibiwa, wapendwa, kwenye kisasi hiki ambacho tunaishi. Imani ya wengi imeharibiwa kwa sababu wamefundisha mafundisho ambayo si bora, ambayo hayafai. Lakini Mungu anatupenda, ndipo anatuambia hivi, mwizi hakuji, kazi yake ni kuua na kuharibu. Lakini unayesikia neno hili asubuhi ya leo, wapendwa, kataa kutekwa nyara akili zako. Maana akili zako, wapendwa, ndio mtu mwenye nguvu. Akili zako, wapendwa, ufahamu wako, wapendwa, ndio nguvu ambazo zinaweza kukusaidia wewe ya kwamba ukaweza kushinda ulimwengu, ya kwamba ukaweza kushinda hiyo hali yako ambayo unayoipitia. Wakati akili zimetekwa nyara, hauwezi kujisaidia. Wakati akili imetekwa nyara, hauwezi ukajisaidia. Hapa shetani anakuwa na kufunga. Wapendwa, wengi tumepotea, akili imepotea, tumeingia kwa dhambi, lakini tumekosa kuelewa ya kwamba sisi ni wana wa nuru. Jenga imani yako katika neno, wapendwa. Wewe ambao unayenisikia siku ya leo, jenga imani yako katika neno, katika jina la Yesu. Jenga imani yako katika neno, wapendwa, katika jina la Yesu. Maana hiyo ndio njia peke yake. Hiyo ndio njia peke yake ya sisi, wapendwa, kuweza kufikiria ushindi wa Bwana. Hiyo ndio njia peke yake ya sisi, wapendwa, kuweza kushinda ulimwengu. Hiyo ndio njia peke yake ya sisi, wapendwa, kuweza kusimama na kustahimili majaribu. Wapendwa, sisi kuweza kusimama na kustahimili changamoto. Wakati tumekaa kwa neno na tunaruhusu Roho wa Bwana anakuwa ni mwalimu wetu, tunaruhusu Roho wa Bwana anakuwa, wapendwa, na mshauri wetu. Je, ni mikononi ya nani ambayo uko? Tuko salama katika mikono ya Mungu. Tuko salama katika mikono ya Jehova. Tunapoweka imani yetu kwake, tunapoamini katika msalaba, tumehakikishiwa ya kwamba yeye ni mwaminifu. Imani lazima ilishwe. Imani lazima iangaliwe. Imani lazima, wapendwa, iwe na mtazamo. Je, ni nini ambacho unakitazamia siku ya leo? Ni nini ambacho unakiaminia usiku wa leo? Imani yetu lazima ikaweza kulishwa na neno. Ndiposa kanisa likuwa na nguvu, ndiposa kanisa likaweza kusimama kamili. Lazima liwe na neno ambalo la ukweli. Tunapokaa katika neno, wapendwa, tunapoongea neno usiku na mchana, tunapolala neno, wapendwa, adui hataweza kuingia ateke nyara akili zetu, wala hatutaweza kupotoshwa. Kwa sababu gani? Akili yetu imeweza kuoshwa. Tumeweza kuoshwa na neno la Mungu. Wakati neno la Mungu limeingia katika mawazo yetu, tumeweza kuchengeka. Ninaongea kuhusu kukua katika neno, kukua katika imani, kukua katika imani. Je, tutaweza kukua vipi katika imani yetu? Imani yetu itaweza kuchengeka namna gani? Ndiposa imani yetu ikaweza kuchengeka, tunahitaji kusikia neno, tunahitaji kukaa kwa neno, tunahitaji, wapendwa, kufundishwa neno. Tusipofundishwa neno, haitawezekana sisi kuweza kushinda ulimwengu. Haitawezekana. Na kuna hakikisho ambalo Baba ametupatia. Kuna hakikisho ambalo Baba ametupatia. Kushabopita katika majaribu, tabopita katika changamoto, naam, nitabopita kati ya ponde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe upo pamoja nami. Kongo lako na fimbo yako vyanifariji. Na kuombea usiku wa leo, mchana wa leo, katika jina la Yesu. Unaweza kuwa unapitia changamoto, unaweza kuwa unapitia mawimbi, lakini je, ni nini ambayo umeisikia kuhusu Mungu?
Ni nini ambayo unaelewa Mungu anafanya? Ni nini ambayo unajua kwamba Mungu ako na uwezo? Wakati unajua kwamba Mungu ako na nguvu, unapopita katika mazito, unapopita katika changamoto, kuna kitu kimoja ambacho unakijua, ya kwamba amesema atatuma malaika wake mbele yetu kutuandalia njia. Ataruhusu malaika wake wapendwa kuweza kuziba maponde yote. Atakutia nguvu ya kupanda milima, maana umemtegemea yeye, katika jina la Yesu Kristo. Hatujapewa roho ya uoga, hatujapewa roho ya uoga, bali tumepewa roho ya ujasiri, roho ya ukakamavu, ya kuweza kushinda changamoto zote. Asubuhi leo nataka uamini ya kwamba Bwana ako pamoja na wewe. Kutoka 14:13 Mungu akawa anaambia wana wa Israeli, anamwambia Musa, ambia wana wa Israeli wasiokope. Nguvu peke yake ya kushinda uoga, nguvu peke yake ya kuweza kushinda ulimwengu, ni kuwa na ujasiri katika neno. Ni wewe kuchua neno linazungumza nini katika maisha yako. Wewe ambaye haujaokoka asubuhi ya leo, nataka nikuombee ili ya kwamba imani yako ikajengeke katika neno, ili ya kwamba imani yako wapendwa ikaweze kumtazamia Bwana. Hatutaweza kushinda ulimwengu pasipo Jehova kukuwa upande wetu. Hatutaweza kushinda majaribu pasipo sisi kukuwa ndani ya neno, katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, nacha mbele zako, ninakuamini kuanzia sasa. Ninakutegemea wewe katika moyo wangu. Naomba nichengwe kwa neno. Nisaidie kushinda majaribu. Nisaidie kushinda changamoto za maisha yangu. Asante kwa kunipenda na asante kwa kunijali. Nimeamini. Kwa moyo wangu nimekuamini. Na nakiri wewe ni Bwana. Ulikufa kwa ajili yangu, na asante kunisamea dhambi zangu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeokoka na kuamini. Wewe ambaye umefanya ombi hili, tafuta kanisa ambalo wanafundisha neno la ukweli. Unaposikia neno la ukweli, utakuwa na imani yako itaweza kuchengeka. Unaposikia neno la ukweli, imani yako itachengeka, na wakati imani imejengeka, uko na uwezo wa kushinda changamoto zote. Taka tuamini. Baba Mungu, tunakushukuru maana wewe ni Alfa na Omega. Hakuna mwingine kama wewe. Bariki msikizaji asubuhi ya leo. Bariki maisha yao Bwana wa mabwana. Wacha imani yao ikajengeke kwenye neno lako. Wasimamishe Bwana, wajenge tena mara nyingine. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Enoch Wanjala, na neno litaendelea. Nambari yangu ya simu ni 0721 352 172, 0721 352 172, 0721 352 172. Hadi wakati mwingine, na Bwana wa majeshi awabariki katika jina la Yesu. Shalom, shalom.